Tunaanza na tanzia ambapo mwanamke mwenye umri wa miaka 41 Mary Ngina Maina amekamatwa na maafisa wa polisi katika kijiji cha Gakinduri Chura, eneo bunge la Kabete, kaunti ya Kiambu. Hii ni kwa madai ya kumuua binti yake mwenye umri wa miaka 9 Irene Waithera. Taarifa za polisi zinaeleza kwamba mtoto huyo alidaiwa kunyongwa kwa kutumia kamba, huku majirani wakidai kumsikia mtuhumiwa akitamka maneno yenye msingi wa imani na itikadi kali. Mume wa mtuhumiwa Joseph Gitau amefichua kuwa mkewe alianza kubadili tabia baada ya kuhamia katika kanisa jipya waliloungana nalo, ambapo alionekana kuvutiwa na mafundisho yenye misingi tata, mara kwa mara akizungumza kuhusu damu na toba ya kiimani. Kamanda wa polisi wa Kabete Peter Kimotho amethibitisha tukio hilo na kusema kwamba uchunguzi umeanzishwa kubaini ikiwa mauaji hayo yanahusiana na ukatili au dhehebu la kidini. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya PCA Thogoto, huku mtuhumiwa akiendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kabete. Niyo imani ya hiyo kanisa alienda tangu 2019. Kwa maana ilifika mahali sasa akawa sasa amebadilika, sio yule bibi yangu. Hata kuna siku nilimwambia sasa, wewe sio yule bibi yangu nilioa. Uchunguzi imeanza, tuanzie wenye wanafanya uchunguzi nafasi yao wafanye kazi yao, kwa sababu nasema tufikishe tumejua nini hasa kilimfanya mama akaweza kutoa uhai mtoto wake ambaye mwenyewe amezaa.